Mkuu wa Division ya Takwimu ya Jinsia na Ajira, Sabina Rafaidaima, amesema Afisi ya Mtakwimu Mkuu inakusudia kuwa na mfumo maalum wa ukusanyaji wa takwimu za viongozi kwa lengo la kutambua ushirikishwaji kwa wanawake katika nafasi za uongozi. Ameyasema hayo katika kikao kilichojumuisha taasisi za kiserikali na taasisi binafsi katika ukumbi wa Afisi ya Mtakwimu Mkuu Zanzibar. Na lengo letu kubwa ni kuweka takwimu au kukushanya takwimu za viongozi ambazo Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali tumeanza kukusanya takwimu hizo ambazo tunaziweka kwenye kitabu chetu cha mwaka au toleo letu la mwaka ambalo tunaita Statistical Abstract tunaziweka. Lakini pia Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali ina dawati ambalo linahusiana na jinsia, pia linahusika na ukusanyaji wa takwimu hizo. Kwa takwimu hizo ni muhimu sana kwa sababu zinatusaidia kuona usawa wa viongozi wa jinsia, kwamba ushirikishwaji wa wanawake na wanaume kwenye nafasi za viongozi ukoje. Kwa hiyo zinatusaidia, lakini pia zinafanya tathmini ya programu mbalimbali, lakini pia zinatengeneza sera ambazo zinasaidia kuleta chachu ya maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu panapokuwepo usawa wa viongozi wa jinsia zote mbili za wanawake na wanaume, ina maana ule ushirikishwaji unakuwa mkubwa, lakini pia kwamba hata maendeleo yetu yanaongezeka kwa kasi, kwa sababu kwamba kila mmoja analeta mawazo yake kutokana na ile hali anayoiona kule chini. Kwa hiyo lengo kubwa hichi leo ni kikao kazi, na lengo kubwa kwamba kuweza kupata hizo takwimu za viongozi ambazo kwamba sasa hivi ni kama watu wanasema nini, ni talk of the town, kwamba hata bajeti zetu nafikiri tumeambiwa tupange kwa kuangalia takwimu za jinsia, tuzingatie kwa kuangalia jinsia. Kwa hiyo tujue kwamba hiyo pia ni mipango ambayo ya serikali ambayo sote tunasisitizwa. Kwa hiyo tutawezaje kushirikisha au kuandaa bajeti zetu hivyo kama hatuna takwimu? Kwa hiyo kwanza tuweke mikakati ya upatikanaji wa takwimu hizi, na takwimu ziwe bora, ndizo ambazo zitatusaidia sasa katika kupanga hiyo mipango ya maendeleo. Naye afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka TAMWA, Mohamed Khatibu, amesema lengo la kikao hicho ni kujengeana uwezo na kupeana miongozo ili kujenga taifa kwa pamoja. Information hizi, taarifa za wanawake viongozi, lakini tuta play role gani kwa kila mmoja katika nafasi yake katika taasisi yake ambayo anatoka, ili kuhakikisha kwamba wanaipa kipaumbele ili swala la kuweka kumbukumbu za taarifa hizi za wanawake viongozi. Haitosaidia OCTS wala haitosaidia TAMWA peke yake wala PEGAO peke yake na JIWAZO kwa ujumla, lakini kwa taifa kwa ujumla. Unapojenga utaratibu wa keep record, sio tu wanawake viongozi, taarifa zote ambazo zinahusu taasisi yako, na kujengea uimara na kujengea uwezo kuonekana kwamba taasisi yako iko vizuri katika swala zima la takwimu. Na huwezi kufanya jambo lolote, kwa mfano kwa wale ambao tunapenda kuandika miradi wa taasisi binafsi na hata serikali ambao tunapenda kuandika miradi yote haiwezi kukubaliwa kama haina takwimu. Kwa hiyo takwimu ndio ambayo inamshibisha yule ambaye unampelekea taarifa yako kuona kwamba hii taarifa ambayo imeleta ni halali, na kama kuna tatizo ni la ukubwa gani, na the way initiatives zako ambazo umeziinvest kutatua hilo tatizo itaonekana kwa mujibu wa ukubwa wa ile tatizo ambalo umeliweka. Kwa hiyo ukubwa wa tatizo unategemea na takwimu ambayo umeiweka. Sasa hatuwezi kusema Zanzibar una ushiriki mdogo wa wanawake kwenye nafasi za uongozi kama hatuna takwimu. Na ili tujiproud kwamba tumepiga hatua kwenye masuala ya ushirikishwaji wa wanawake kwenye demokrasia na uongozi, lazima tuwe na takwimu. Takwimu yetu ndio inatufanya tujiproud, au tuseme kwamba tunahitaji uwekezaji kwenye suala la kuwajengea uwezo wa wanawake kuwa viongozi. Kwa ni swala la takwimu. Ndio maana tukasema kwa umuhimu wake basi tuitane kama wadau, tujengeane uwezo katika hili na tupeane miongozo namna gani tutatumia hizi takwimu vizuri, lakini tutaweza kukeep record hizi information ili muda wote mtu akija katika taasisi yako akitaka takwimu za wanawake viongozi basi anazipata, na hata zile takwimu nyingine ambazo kwa utaratibu wa taasisi yako husika inapaswa kuweka kumbukumbu wa taarifa hizi. Nao wadau mbalimbali wamesema
Mpango ulioanzishwa kupata tathmini zote Zanzibar utawasaidia kujua tathmini za nyadhifa za viongozi wakubwa pamoja na wa chini. Kwa programu inayoanzishwa hapa itasaidia sana, kwa sababu kwa muda mrefu kulikuwa kuna gap ya taarifa za jinsia ambazo zinaendana na uwiano katika nyadhifa mbalimbali katika sekta binafsi na serikali. Taarifa hizi kwa muda mrefu zilikuwa hazipo, na mpaka sasa hazipo. Zote zilizokuwepo mpaka sasa ni zile za nyadhifa za juu. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi ya level ya juu. Ukija katika level ya kati hapa hakuna. Hata tulipokuwa tunaonyeshwa ndani kwamba wanazo zile taarifa za viongozi kama vile mawaziri, rais na wengineo, lakini katika level ya kati hapa wakurugenzi, wakuu wa vitengo, hizo hazipo. Sasa hizi taarifa tukizipata zitasaidia sehemu nyingi kwa huku tunakokwenda, kwa sababu sasa hivi tunataka tukabalance gender tu, tuna viongozi wanawake na wanaume katika kuleta maendeleo ya nchi. Kwa hiyo tukizipata hizi, watu wa mipango na watunga sera zitawasaidia katika kutunga sera na mambo mengine kama haya. Kama ilivyo kwamba wanawake kwa kiasi kikubwa wamekuwa hawaingii katika masuala haya ya uongozi, lakini kupitia katika huu mfumo tunategemea sasa kufuatilia hatua kwa hatua kuona ni jinsi gani wanawake wanavyoshirikishwa, lakini pia wanavyoengage katika masuala haya ya uongozi. Mwisho wa siku utatuwezesha kuweza kuona ni namna gani kama taifa tunapiga maendeleo katika nchi yetu. Lakini ili kuboresha mfumo huu, manake zaidi elimu inahitajika zaidi kwa ngazi zote. Maana si leo tupo kama maafisa wa serikali tupo hapa kupata hii taaluma, lakini kuna haja sasa na katika ngazi zetu kuza chini, hasa katika ngazi za shehia, wananchi nao kuelimishwa na kufahamishwa juu ya swala hili ambalo linaratibiwa kitaifa na ofisi ya mtakatifu. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.